Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yangu Ibrahim Liguo, mkurugenzi wa sera na mipango wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Viongozi hao unaowaona hapa wote ni wadau wa elimu Waislamu kama walivyotambulishwa awali kwako. Tuliamua kutengeneza ushirikiano huu baada ya kuibuka kwa hili suala la PPP, kwa maana ya ushirikiano wa serikali na sekta binafsi katika utoaji wa elimu. Kwa sisi, pamoja na kwamba ni fursa, lakini pia tuliona kwamba kuna changamoto zake ndogo ndogo ambazo kama umma wa watoa elimu Waislamu tuliona ni muhimu tukutane pamoja, kwa sababu si kwamba tumeanzisha shule zetu ama vituo vyetu kwa ajili ya kutoa elimu tu peke yake, bali pia yako mambo mengine yanayoambatana na imani ya Kiislamu kwa maana ya maadili na miongozo mingine. Kwa hiyo utakuta kwamba kama watu wa elimu, wadau Waislamu, somehow ama kwa kiwango kikubwa tuna some common interests ambazo lazima tuzi address katika kuliendea hili swala la PPP inayotokana na kupatikana kwa yale makundirika mawili, yani double cohort, kadhia inayotarajiwa kutokea mwaka kesho, kwa maana kidato cha, kwa maana ya wanafunzi wa shule za msingi darasa la 6 na darasa la 7 wote kwa pamoja watamaliza masomo yao ya msingi, na wote watatakiwa kwa mujibu wa sheria, kwa maana ya mabadiliko ya sera ya elimu, watatakiwa wote wajiunge na kidato cha kwanza. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni fursa, lakini pia kwa sisi ziko changamoto fulani. Tumeona tuungane pamoja, tuzijadili na tuweze kutoa common understanding kwa serikali juu ya aina gani ya makubaliano yatatufaa sisi kama wadau wa elimu wa Kiislamu kwa umoja wetu. Na ndio maana basi tukaona tuikaribishe Wizara ya Elimu ije itufafanulie vizuri zaidi, tuweze kulielewa zaidi, na baada ya hapo tutaingia katika mjadala ili hatimaye tutengeneze mustakabali mmoja ambao tutauleta huko serikalini kama proposal ya wadau wa elimu Waislamu. Niseme tu kwamba kazi yetu kama baraza ni kutumika kama daraja pale ambapo kuna jitihada za mtu mmoja mmoja, kikundi cha watu, taasisi ambayo iko tayari kuhakikisha kwamba yale malengo ya Waislamu yanakwenda mbele, basi sisi hatutakiwi kuwa kama kizuizi. Na leo mnaona tumefika hapa ni kwa sababu pia ya malengo hayo. Baada ya kuwa wenzetu wametujia, kukaonekana kuna umuhimu wa kupatikana kitu kama hiki, hatujaweza kuwa reluctant. Tumeunga mkono chini ya kurugenzi yetu ya elimu, na leo tumefikia katika kikao hiki. Sasa kitu ambacho tunakwenda kujadili, lengo kuu la mkutano wetu huu au kongamano letu hili ni PPP, Public and Private Partnership. Namna gani serikali chini ya Wizara ya Elimu inakwenda kushirikiana na hizi private sectors ambao na sisi tuko katika kundi hilo, katika eneo hili la utoaji wa elimu. Sasa kwa sababu na sisi tunahusika, na kama ilivyofahamishwa na mkurugenzi hapa, itapofika mwaka 2028 kutakuwa na makundi mawili, moja lile ambalo linamaliza darasa la 7, lakini lile pia ambalo linamaliza darasa la 6
haya makundi yote watakuwa wanatoka pamoja na kwenda kujiunga na kidato cha kwanza. Sasa kutokana na umuhimu huo, maana yake wanafunzi watakuwa wengi sana. Kumbuka ni wale wa darasa la 6 na wale wa darasa la 7 wote wamemaliza shule ya msingi. Sasa wanakwenda kujiunga na kidato cha kwanza. Idadi itakuwa ni kubwa sana kiasi kwamba serikali huenda ikashindwa kuaccommodate wanafunzi wote hapa. Kwa hiyo ikaona ili kuweza kuaccommodate wanafunzi wote hao, kuna haja ya kushirikiana na private sectors. Hivi tunavyozungumza sisi kama wadau wa Kiislamu ambao tunatoa huduma hii ya elimu, lakini pia tutambue wenzetu pia katika makundi mengine wanaendelea na vikao vyao kama hivi, kuona namna gani watashirikiana pia na serikali katika maeneo kama haya. Sasa mjadala huu ni muhimu kuweza kulinda zile interest zetu kama wanadini Waislamu. Kama mnavyofahamu kwamba sisi Waislamu tunapozungumza elimu, tunaizungumza elimu na maadili yetu ya Uislamu. Sasa wakati tunakwenda kushirikiana na serikali, na obvious baadaye utakuja na proposal ya mambo ya mikataba na vitu vingine kama hivyo. Tunaye mtaalamu hapo, mgeni wetu rasmi atatufahamisha kwa undani, lakini lengo ni kuweza kuona ni namna gani wanafunzi hao ambao wengine huenda wakawa si Waislamu na nini, tunaweza kuaccommodate kwenye mashule yetu, ambao wakati huo yana shule zetu tunafahamu zinazilinda ile maadili yetu ya Kiislamu. Sasa ni katika mazingira gani? Kwa hiyo ni mjadala ambao ni muhimu, ambao tujadiliane kwa amani na salama, ili kuhakikisha kwamba tunafikia muafaka, pia kuweza kuisaidia serikali katika eneo hilo ambalo ni muhimu sana. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania nitoe wito kwenu, wamiliki wa shule wako hapa leo, mameneja, lakini wakuu wa shule ambao obvious ndo wako kwenye operation moja kwa moja katika namna uendeshaji wa shule. Naomba tushiriki kikamilifu katika kutoa michango yetu pale ambapo mgeni wetu rasmi atapozungumza kuelezea hii dhana nzima ya PPP katika eneo hilo. Tuelewe vizuri, tutoe ushirikiano wetu vizuri wa kimawazo, na mwisho kabisa tufike wakati tuweze kutoa maoni yetu na kutoa muafaka wa mambo haya. Kwa sababu kama ninavyosema kwamba wakati sisi tunafanya vikao hivi, wadau wengine ambao si wanadini kama hivi, ambao ni private schools, wanaendelea pia na vikao vyao, kwa sababu ni miongoni mwa makundi ambao serikali pia wanahakikisha kwamba watakwenda kushirikiana nao katika maeneo haya. Sasa sisi tusije tukawa nyuma kwa sababu tu ya vitu vidogo vidogo, huenda vikaturudisha nyuma. Tushirikiane kwa pamoja, tutoe maoni yetu kwa uhuru na tulinde maslahi yetu. Baada ya kuyasema hayo, niseme karibuni kwa mara ya mwisho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Ibrahim Liguo. Nimekuja kwa niaba ya kamishna wa elimu. Maana kamishna wa elimu ndio mdau mkubwa ambaye mara nyingi vikao hivi anakuwa anakuja yeye mwenyewe. Lakini kwenye swala hili la sera, idara yangu ya mipango na sera ndio waratibu wa swala hili. Kwa katibu mkuu akanambia mimi ndio nihudhurie. Tulipokea barua yenu juzi. Namshukuru sana Sheikh Ali Abdallah. Tumekuwa naye kwenye mawasiliano mpaka juzi tupata barua na katibu mkuu akaruhusu bwana Liguo nenda, nikakimbia haraka kuja kuonana na nyinyi ndugu zangu. Kwa nimekuja kwa maana kwamba nyinyi ni wadau wetu wakubwa, na nitatumia muda usiozidi nusu saa kuwasilisha ili wasilisho langu la ushiriki wa sekta binafsi katika utekelezaji wa elimu ya lazima ya miaka 10. Lakini kipengele kikubwa tunachokibeba nacho sana ile double coat. Lakini double coat iko ni sehemu ya elimu ya lazima ya miaka 10. Na nimesikia kwamba kulikuwa na maneno
kila mtu anasema lake, kwa tuje tutoe ufafanuzi, na moja ya jukumu la wizara ndio hilo. Mimi bahati nzuri ni mwanafunzi wenu hapa, wengi mlinifundisha na huku juu huku wengi wamenifundisha. Kwa hapa naongea nikiwa na walimu wangu, naongea nikiwa na walimu wangu, lakini naona wamiliki wengi wa shule wengine hawajafika hapa, siwaoni, na baadhi nawajua kabisa, si hapa siwaoni. Sasa mada yangu, swala hili ni chimbuko lake ni marekebisho ya sera ya elimu. Sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 ndiyo imekuja na elimu ya lazima ya miaka 10. Hii sera ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tarehe 1 Februari 2025. Sasa ndani ya mule ndio kuna tamko la kusema elimu itakuwa miaka 10 ya lazima. Kwa hiyo hapo nitajikita zaidi kwenye maeneo hayo 6. Si kama mnaona au ni ile kama iko pembeni, wanaona kweli pale. Station inapatikana kule nyuma hiyo pande kwa sababu unaweza kukuta hivi kwa Kwa hiyo nitajikita kwenye maeneo hayo 6. Tutazungumza kuhusu utangulizi kidogo, hali ya sekta ya elimu na mabadiliko muhimu ya kisera kama nilivyokuwa nimeyataja, lakini changamoto kutokana na mabadiliko hayo, ushiriki wa sekta binafsi, fursa, baadhi ya mifumo ambayo ya mashirikiano iliyowasilishwa mpaka sasa. Tushakutana na wadau mbalimbali mpaka kwenye kikao chetu kile cha juu kabisa cha ESDC. Ninyi ni wadau pale, mlikuwa mlihudhuria, na mapendekezo na hitimisho. Kwenye hali ya sekta ya elimu mpaka sasa tuna shule za sekondari karibuni 6448. Kati ya shule hizo 21.5% zinamilikiwa na sekta binafsi, nyinyi mkiwepo humu ndani. Lakini usajili ambao umefanywa kwa mwaka 2025, shule za serikali, zisizo za serikali zinachukua 335,131. Kwa mtaona eneo ambalo lipo. Lakini kuna mabadiliko makubwa ya kisera tumeyafanya kulingana na sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo 2023. Tutakuwa na mtindo huo, muundo mpya wa elimu. Tutakuwa na elimu ya awali,
mwaka mmoja. Na kwa nini tunasema mwaka mmoja? Wako ambao wanashughulika na chekechea zaidi kule chini, wale hatuzihesabii, lakini mtu anaweza kusoma miaka miwili kwa miaka mitatu, miaka minne, afu anakuja hapa anaendelea mbele. Kwa kuna miaka 6 ya msingi, lakini kuna miaka 4 ya elimu ya sekondari ya chini. Kuna miaka 2 ile advance ya kama mkondo wa jumla. Lakini kwenye mkondo wa amali tuna miaka 3. Ndio maana hapa 2 tukaweka /3. Lakini kwenye degree inaanzia miaka 3 na kuendelea. Kwa hiyo ndio formula yake iko hivyo. Tumeelewana jamani eh? Kwa hiyo shule yako kama ilikuwa inajikita na msingi tupu miaka 7, utaweza kuongeza ukatembea na wanafunzi wako kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4, kama nafasi hiyo unayo. Nimeona wazee hapa Kibateni wapo mundani. Shule yako inaishia msingi peke yake, ukaongeza kupata madarasa, ukaendelea nao mpaka pale juu. Maana mara ya kwanza elimu ya lazima ilikuwa msingi, si ndio jamani eh? Maana shule nyingi zikaja kama nasari na msingi, ile ndio kupa elimu ya lazima. Lakini sasa hivi elimu ya lazima ni miaka 10. Kwa maana mtoto unatoka naye nasari unaenda naye mpaka kidato cha 4 pale ndio elimu ya lazima inaishia pale. Na sisi kama serikali tumechelewa kulianza hilo. Hii sera ilitamkwa hilo mwaka 2014. Tulitakiwa tuanze kutekeleza mwaka 2015. Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika wakati anazindua akasema tunaenda kutekeleza hii sera kama ilivyo. Kwa maana hii swala lote litatekelezwa kama lilivyo. Kwa hiyo utakuta elimu yetu imeongezeka sasa kutoka miaka 7 mpaka miaka 10. Na tutakuwa na mikondo miwili, mkondo jumla na mkondo wa amali. Huu mkondo wa amali tunaenda nao taratibu, ili itapofika mwaka 2032 angalau 30% ya wanafunzi wote wao na kwenda kwenye mkondo wa amali. Mkisoma sera yetu mtaiona tumeainisha moja kwa moja, na baadhi ya maeneo ya amali tumeainisha pale. Lakini kuna masomo ya lazima kila shule iwe nayo. Hii ni baada ya mchakato mrefu wa mabadiliko yale ya mitaala, wadau mlishirikishwa na mkaja na mapendekezo haya. Moja ni somo la elimu ya biashara. Lakini la pili ni somo la historia ya Tanzania na maadili. Sasa ile somo mada yetu leo hatafafanua kwa kina zaidi hapa. Lakini haya ni masomo ya lazima ambayo yatakuwepo katika huko kwenu. Nadhani shule nyingi mtakuwa mshaanzisha walimu na mnaendelea nao. Lakini hili jambo limekuja na changamoto kutokana na mabadiliko ya kisera. Changamoto yetu kubwa ni wanafunzi ambao wako darasa la 5 mwaka huu na wale ambao wako darasa la 6 mwaka huu watamaliza pamoja mwaka 2027. Kwa hiyo kutakuwa na mahitaji makubwa ya miundombinu, kuanzia madarasa, maabara, karakana, walimu, na mahitaji makubwa pia kibajeti kwa upande wetu wa serikalini, hata nyinyi kwenu wadau wetu. Kwa hiyo ukitaka kujiongeza ama tuongeza hiyo bajeti yako ili uongeze ile madarasa na nini. Lakini kutakuwa na ushirikiano mpana wa wadau. Hayo ni mambo ambayo tumeona yanakuwa kama ni changamoto. Lakini kwenye eneo hili sekta binafsi kwa mujibu wa sera yetu ndio mdau wetu mkubwa sana. Ukisoma dira 2050 utakuta sekta binafsi itatekeleza dira 2050 kwa 70%. Mipango yetu kama nchi itapofika mwaka 2050 tuwe na uchumi wa trilioni 1 na kipato cha mtu mmoja akiwa angalau dola 7,000. Lakini mtu mkubwa ku drive hiyo kitu ni sekta binafsi. Mwenye ndani kuna driver kabuni 5 kwenye eneo la dira 2050. Moja hapo ndio hilo la science teknolojia, utalikuta mwenye ndani tafiti na maendeleo,
mmoja katika zile dira na driver 5 ambazo zipo kwenye kutekeleza dira 2050. Lakini hapa tumejaribu kuwataja baadhi wadau ambao tangu tuanze kuitengeneza sera tunakuwa tunashirikiana nao. Mmoja wapo ni nyinyi mashirika ya dini, ni wadau wetu wakubwa kwenye kutekeleza sera yetu ya elimu, lakini na taasisi nyingine mbalimbali na wote ambao wanamiliki shule. Lakini ili tuwe na mashirikiano mazuri, lazima kuwe na sekta ya umma na sekta binafsi tunahitaji katika kumudu mapokezi makundi rika hayo mawili. Wanafunzi ambao tumesema wataingia kidato cha kwanza mwaka 2028. Mwaka huu 2025, 2026 huu wanafunzi ambao wameingia kidato cha kwanza wako karibu 900 na kitu hivi. Nyinyi mnakumbuka idadi yake kamili. Wako karibu 900 na kitu, hajafika hata milioni. Lakini itapofika mwaka 2028 wanafunzi watakuwa 3,021,177. Ndio tunasema tushirikiane vizuri kwenye eneo hili. Kutoka wanafunzi hao 900,000 kwenda na kitu ambao wameingia form 1 mwaka huu Januari 2026 mpaka wanafunzi 3,021,177. Sasa sisi kama serikali tukawachukua wale wanafunzi ambao kwa darasa la 5 la 6 mwaka huu tukawagawanya kwenye mashule yetu yote, tukakuta ni 35% tu ndio tunaweza kuwabeba kwenye shule zetu. 65% tushirikiane na nyinyi tuendeshe, na sera yetu inasema hakuna mtoto kuachwa nyuma. Watoto wote waanze la kwanza wakaishie form 4, ndio elimu ya chini. Sasa hiyo ni kwenu, ni fursa. Tegemea sasa nyinyi mtakokuwa mmejipangaje kuitumia hiyo fursa. Lakini uwiano ambao upo mpaka sasa katika kuwachukua wale watoto kwa miaka 5 nyuma, uwiano uko 90.7 kwa 9.3. Yaani sekta binafsi zote kwenye elimu ya msingi wao wenyewe wanachukua wanafunzi 9.3 pekee yake. 90.7 anachukua serikali mwenyewe. Na kama serikali tunaendelea kujenga ili kujiandaa na hiyo ishu ya elimu ya lazima watoto wasome, wamalize katika ngazi hiyo ambayo serikali imeyakusudia. Sasa kwa nini tunasema tuendelee kushirikiana na nyinyi? Nyinyi mna uzoefu mkubwa kama sekta binafsi, na ubunifu wenu tunauhitajika sana sisi kwetu. Sisi mnaona mwanafunzi wetu akipata 1.7 tunasema kabisa kwenye shule zetu za kata kapata 1.7. Nyinyi mshazoea, amshangai, na baadhi ya shule zenu mnajikita huko division 1 na 2. Sisi bado tuna struggle. Sasa nini tuna struggle? Lazima tujifunze kutoka kwenu. Kwa lazima tuendelee kushirikiana na nyinyi kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu iliyokuwa bora zaidi. Lakini kwenye eneo la michango kwenye sekta binafsi kuna kuongeza nafasi ya udahili kupitia shule zisizo za serikali. Lakini matumizi ya miundombinu iliyopo na uwekezaji katika miundombinu ya elimu kupitia PPP. Lakini ubunifu mkubwa ambao nyinyi mnao wa mifumo ya kidijitali na tehama kusaidia ujifunzaji. Kwa hiyo tunaendelea kuwahitaji ili tuendelee kushirikiana katika eneo hili. Hili eneo jipya kidogo kwa sababu ukiachia kuwapokea wanafunzi na kuwa nao, lakini kulikuwa hakuna mashirikiano moja kwa moja. Sasa wanafunzi wakiwa serikalini wamekuwa wengi, tuletea wewe kwa kuna mashirikiano. Tulikuwa tunafanya hivyo sana na elimu ya juu. Elimu ya juu tunafanya nao sana. Chuo kikuu binafsi watu wa MUMS na nini wanalifahamu. Lakini tunakubaliana kwamba sisi ada yetu kwenye kozi fulani ni kiasi fulani.
ndio tunakuletea wewe. Ukikubali uchukua. Ukijaza kutoka private wote, uhitaji watu tutuambia, basi tuna sehemu nyingine. Kule juu tuna mashirikiano makubwa sana. Na tumejipanga kwenye eneo hili kwa maana kwamba sasa hivi kuna vyuo vikuu karibuni 16 vinajengwa kwenye mikoa 16. Kwenye mikoa 15 kunajenga vyuo vikuu 16. Na maana baada ya muda 2028 mikoa yote itakuwa na vyuo vikuu. Watu wa Lindi wanakumbuka, watu wa Kagera, wapi wote wanakumbuka. Na vingine vishaanza kutuvizundua. Ina maana ili kundi kubwa linatoka huku wakifika kule juu hatapata tabu. Tayari vyuo vikuu vipo. Ukiachia pale zamani muda kidogo ilikuwa chuo kikuu kilikuwa kimoja tu hapa. Na mwanafunzi aliingia chuo kikuu, nadhani katika wanafunzi 1000 walikuwa 3 tu wanaingia vyuo vikuu. Lakini sasa hivi taratibu zinabadilika na sisi kama serikali tunajipanga kuhakikisha kwamba zaidi ya 25% wanafunzi wanaomaliza wao wanaweza kwenda vyuo vikuu. Kwa hiyo nimejaribu kuonyesha fursa ambayo ipo kwenye double coat, ambapo nyinyi kama wadau mkitumia vizuri mtaitumia kama fursa nzuri zaidi. Na tunajua baadhi ya shule zenu zinakosa wanafunzi, lakini hazitakosa wanafunzi mwaka 2028. Kwa ile nilichokuambieni kwamba 35% ndio tumeweza kuwatawanya kwenye shule zetu wote. 65 bado. Tunategemea kutanua miundombinu yetu. Tunajenga shule kila mkoa. Sasa hivi tumejenga shule kila mkoa za wanawake. Utaona shule classic sana. Shule tunaita shule za mfano za Mama Samia. Kila mkoa zipo. Na sasa hivi tunakwenda kujenga shule kwa ajili ya wavulana kila mkoa. Kwa kuna baadhi ya mifumo, ili zoezi limeanza muda kidogo. Kukutana na wadau mbalimbali, na wadau waliweza kutuletea mifumo ambayo wao wanaona inafaa kutekelezwa na serikalini. Lakini sisi kama serikali pia tuna sera zetu. Moja sera yetu kubwa ni elimu bila ada. Yaani mzazi asichangie chochote kwenye ada. Serikali ndio tabeba yote hiyo ada ya mwanafunzi. Ndio tunaitumia sana. Na hii imesaidia hata wanafunzi wengi kujiunga, kuongezeka, ili kwa sababu kuna hiyo free education system. Kwa hiyo serikali moja anasema mfumo ambao tuliopokea kutoka kwa sekta binafsi, serikali kulipia wanafunzi ada katika shule za binafsi. Shule yako binafsi wewe unatoza ada milioni 1, 500,000, milioni 6, milioni 10, serikali imlipie huyo mtoto ada atakapoletwa huko kwenu. Hii tulilipokea. Lakini kama wadau mtakaa kwenye kikao chetu mtaona kwamba kweli serikali itaweza kutekeleza hili. Kwamba leo serikali ichukue mwanafunzi wake ambaye wameshindwa kumchukua, akuletee wewe afa amlipe milioni 10, milioni 5, milioni 8, milioni 2. Hii tulipokea. Kwa sababu tunapokea baadaye tunachambua tuone tunatokaje sasa. Kama tunataka nyinyi hapa mkuletea andiko lenu mkurugenzi, angao lisizidi basi tarehe 15 Machi tulipokee ili tuliingize kwenye mifumo mingine tuone tunafanyaje kazi. Kwa hiyo tulipokea mifumo aina hizo kama 4 nyingine, serikali kumpatia kila mwanafunzi kipande. Hii wanaita voucher system. Lakini mwishoni anasema mwanafunzi itabidi alipe hiyo gharama ya ziada. Umeiona hiyo? Sisi tunamwambia sera yetu mzazi asichangie chochote kwenye ada. Hapa anasema mwanafunzi itabidi alipe hiyo gharama ya ziada. Kama voucher yetu tumesema 300,000, kwako 700,000, kwa 400,000 mzazi achangie. Sisi sera yetu tunasema hii, umeona kitu hapo? Kwa tutakubaliana ndani kwenu tunashukaje. Lakini nyingine ni serikali kupeleka walimu, wanafunzi na gharama za uendeshaji kwenye shule binafsi. Sasa nyinyi mnajua kwamba tunapataje ule issue za walimu kwetu tukoje sisi kama serikali. Na sisi sasa serikali tuchukue walimu wetu tukuletee wewe. Na wanafunzi wetu tukuletee wewe. Alafu uendeshe.
wewe serikali itakupelekea wanafunzi 30 na wewe utakuwa na wanafunzi wako 15. Lakini kwa sehemu ya kamishna nataka darasa la sekondari liwe wanafunzi 40. Ndio jamani, ndio minimum yake 40. Kwa hiyo inawezekana ika 30 kwa 10 au 30 kwa 20, tegemea na hapa mfumo huu. Huo mfumo pia tumeupokea. Lakini ndani ya serikalini tunachambua tuone sasa hii kweli itatusaidia. Lakini kukubaliana kiwango cha gharama za msingi za serikali kufadhili mwanafunzi. Hii nao mfumo tumeupokea. Kwa mtaona mifumo yote hii, utaona mfumo gani sasa utafiti zaidi kwa mazingira ya Tanzania na uchumi wa Tanzania. Kwa tuna mapendekezo kadhaa ambayo ya ushirikiano na sekta binafsi. Moja, kuna hatua za haraka. Kwanza ni moja hiyo ya serikali na sekta binafsi kufanya mapping ya uwezo uliopo. Kwamba shule zetu zikoje, zinaweza kubeba wanafunzi wangapi na nini, walimu wakoje, karakana zikoje, ndio hizi. Lakini kuanzisha jukwaa la mazungumzo mara kwa mara. Kwa maana tulipopata barua yenu, serikali ikaelekeza kwamba mkurugenzi wa sera na mipango aje haraka sana kukutana na nyinyi. Na imetokea tukisamii mwenzenu, na mimi nikapambana juu nije ili na mimi niwasikilize nasemaje. Kule nyuma tulikuwa tunazungumza vitu vingi sana. Shetego nakumbuka kwamba ukimtafuta mtu umpati. Sasa mimi nimetengenezwa na wao, nikasema lazima mimi nije. Na mimi kwangu nikasema hii ni fursa nije nizungumze na nyinyi. Mara nyingi sija kuoneni katika vile vikao ambapo tulikuwa tunakutana nao sekta binafsi. Kundi lao kubwa ile mwezi wa Novemba, Disemba, sijawaoneni mara nyingi, lakini bado tunajachelewa kama hamkupata ushiriki mkubwa katika eneo hilo. Lakini pia kuanza kujaribu mfumo mkubwa, kama tukubaliane tukifika mwezi wa 6 wa 7 tumemaliza, ili tuweze kuutesti 2027, ili kifika 2028 iwe rais kwetu wote pamoja. Wewe kwako umeona changamoto gani, turekebishe tutoke. Lakini kuna makubaliano ya PP kwa miundombinu ya elimu, upanuzi wa shule na mifumo endelevu ya ushirikiano wa sekta binafsi katika elimu na uwekezaji katika elimu ya ufundi na stadi. Lazima sekta binafsi iwe na ashua kwamba kweli tutatoka. Wewe unatoa huduma, lakini kuna sehemu pia unatafuta faida. Na PPP duniani kote jamani, tusiongopeane. Ni swala la kuangalia faida. Sisi kunasema kuna kutoa huduma ya afya na nini, lakini kwa nini kule binafsi kuna matatizo zaidi kwenye 1 2 3? Kuna faida ipo, lazima apate faida, utakuwaje? Kwa kuna faida ipo inapatikana. Najua kwamba hii ni huduma, lakini kwa kweli ukiangalia kwa undani unakuta kuna PPP duniani kote wanafanya kulingana na faida. Lakini ushirikiano lazima uangalie maslahi za pande zote mbili. Maslahi ya kwenu natokaje na maslahi ya kwetu natokaje. Ziko baadhi ya shule zenu kwa mfano unataka kuchukua vijana wa Kiislamu tupu. Serikali inasemaje? Itakuletea mtu ambaye sio Muislamu kwako akuharibie mazingira ya shule yako? Au kwa sababu tunao vijana wa Kiislamu kutosha kukuletea vijana wale wa Kiislamu hivyo kama mazingira ya shule yako? Kwa hiyo mara makubaliano yawe yazingatie maslahi ya pande zote mbili kwa uwiano unaokubalika. Lakini mkakati uzingatie uzoefu uliopatikana kutoka sekta nyingine. Ziko sekta ambazo tushafanya nazo PPP. Mfano wenzetu wa afya, mtaona kuna baadhi ya hospitali yale ya wilaya ambapo serikali kwa kuna hospitali kubwa ya wilaya. Tulikuwa tunashirikiana na hospitali ambayo iko pale. Lakini serikali ilipofika kujenga hospitali yake ya wilaya tulifanyaje? Tulikuchukua walimu wale wa madaktari tukaleta kwenye hospitali ya wilaya. Si ndio jamani? Akaanza kukalalamika, kwa nini sasa wewe unachukua madaktari wangu? Wale madaktari walikuja kwako kwa mkataba tu. Wale wa serikali. Sasa tushakuwa na hospitali yetu ya wilaya. Tushakuwa na hospitali yetu ya mkoa. Watabaki tena kwako? Kwa uzoefu kwenye sekta nyingine kama tuangalie, lakini kuna elimu ya juu. Elimu ya juu tuna uzoefu nao mkubwa kwenye eneo hilo.
Lakini wakati nahitimisha eneo langu, niseme tu kwamba sekta ya binafsi ndiyo drive ya uchumi wote mkuu duniani. Huwezi ukaiacha pembeni sekta binafsi kama unataka wewe kama nchi kuendelea. Kuna vitu vingi mnavifanya huko tunavichukua na sisi tunajaribu kuvitekeleza kwenye eneo letu. Lakini elimu hii ya lazima ya miaka 10 ambayo kwa kidato cha kwanza itaanza rasmi 2028, utaona mpaka kidato cha 4 itaishia 30-31. Mafanikio yake yanahitaji sana maandalizi na utayari wa wadau wa sekta ya elimu. Wewe kama mdau ukaona hiyo fursa, ukajipanga, ukatanua shule yako, ukajipanga kwa umoja wenu, mkaja kwetu. Ni rahisi sana kuongea na mtu mmoja kwenye mwamvuli kuliko kuongea na watu 150 hapa kila mmoja. Inakuwa rahisi kwamba tunaongea na huyu, haya ndio makubaliano yanayowakilisha. Na nyinyi kwenu tutumia wataalamu ambao mnao, tutakuja na andiko lenu nzuri na uzoefu. Sisi tunachokwama wakati mwingine hapa, hii mifumo yote tunalionyesha hapa, hatujaona kwenye nchi gani ilifanikiwa zaidi. Kwa hiyo tumerudi tena kwenye drawing board kuangalia mifumo hii kwenye basic education kwenye nchi yetu ni mfumo gani mzuri, na nchi 1, 2, 3 na utumia muda mrefu. Changamoto zao zilikuwa nini na walifeli wapi, na tukakiambia tutumie huo. Sasa ukituandikia hivi bila kutuonyesha empirical evidence tunapata tabu. Hatuwezi kutest jambo hivi kirahisi rahisi. Kama tujue nchi gani imefanikiwa yenye uwezo population kama ya Tanzania. Usije kutuambia nchi ambayo kwetu sisi tukiangalia ni uwezo wake ni wa mkoa mmoja. Yaani population ya Tanzania sasa hivi inaenda zaidi ya milioni 70 na wewe unatulinganisha na nchi ambayo ina population yake milioni 10. Tutakwambia hapana, tafuta nchi ambayo yenye ukubwa wa Tanzania na uchumi ambao unalingana hapa, tuangalie. Alafu sisi twende tukajifunze kule. Baada hapo tuone tuna hii itatusaidia au haifili. Mwisho wa siku PPP ni win-win situation. Wala hiyo win lose zinakuwa mara chache sana. Lakini win-win mkurugenzi situation ndio nzuri ya PPP. Kwa tutakubaliana, tutakwenda kwa mtindo huo kwa maslahi mapana ya nchi yetu na elimu yetu kwenye ubora na fursa na usawa. Kisoma sera yetu tunakwambia ubora na usawa uwepo kwenye eneo la elimu. Mkurugenzi na katibu mkuu, kwa haya machache, lengo langu ni kutoa elimu eneo hili, lakini niko tayari pia kupokea maswali ili niweze kujibu, na jopo langu la mbele ili tutasaidiana kujibu. Lakini kwenye pilot study 2027 mara nyingi mifumo kama hii huwezi kuingia moja kwa moja. Iko school of thought na utaka kutest ili mifumo iliyokubaliana, ili changamoto muweze kuzirekebisha mtapoingia rasmi, muwe hizo changamoto hamna. Lakini nyinyi ndio wadau. Haya ni bado ni mapendekezo tu. Kwenye wasilisho wenu mtasema kwamba mhitaji pilot mwanze moja kwa moja 2028, serikali italichukua. Tena na sababu kutest mnaweza kuchukua kwenye shule zile ambazo mmeziainisha hapa, mkachukua 20% tu mkatest. Mkachukua wanafunzi wenu mkawapeleka kule, mkaona changamoto ikoje kipindi hiki, mkaona kaendelea. Kwa sababu hata hiyo 2027 unaokuja kuanza form 1 ni wengi kuliko waliomaliza 2020 walioanza form 1 2026. Lakini kwenye issue ya madarasa ni kweli hata sisi serikali tumeliona, tushafanya kazi kubwa, tukaona madarasa ambayo yapo yenye shule ambao walikuwa darasa la 7 yatakuwa tupu. Tunayatumia hayo madarasa kwa nayo form 1. Kwa hata kwenu itakuwa njia rahisi tu. Sisi tunaelewa jamani. Sisi kwenye shule zetu za msingi kuna darasa lile moja la darasa la 7 itakuwa tupu. Kama walikuwa ABCD yatakuwa 3, 2, 4, 1 yatakuwa tupu. Tumepanga pia kuyatumia. Kwa sababu elimu sasa ni lazima
kutoka msingi ile miaka 7 kuna miaka 10. Swala la jina la kubadilisha jina au kufanyeje, tutakujadiliana na kamishna nalifanyia kazi, kwa sababu kama msingi sasa hivi lazima miaka 10, lakini wewe eneo lako huwezi kwenda mpaka kidato cha kwanza na cha 4, tunafanyeje? Si tunaelewa jamani? Kwa hiyo kubwa eneo lako huwezi kutanua tena madarasa mengine form 1, form 2, form 3 mpaka form 4. Wewe tunakufanyeje? Tutakwenda na wewe, utaishia la 6. Kutoka hapo mwanafunzi wako atahama kwenda shule za jirani na ambao serikali tumewapangia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Shule yako na uwezo kuchukua kuanzia la 6 kuendelea nao, tutakupa hiyo ruhusa, utaendelea nayo. Kwa hiyo michakato ikikamilika, tutaambizana rasmi katika kikao chetu cha mwisho kile cha sasa cha kukubaliana. Imani tindo ndio huu. Ili la nimelijibu pia la usajili. Ili la mkondo jumla na mkondo wa mali, tumesema kutakuwa na mikondo miwili. Hizi zipo shule zitakuwa na mkondo miwili, mkondo jumla na mkondo wa mali. Kwa sababu mkondo jumla unataka karakana, unahitaji vifaa. Wewe kwa nafasi yako huwezi kwenda huko, serikali haiwezi kukulazimisha, lakini soko litakulazimisha wewe sasa, kwa sababu wazazi wengi sasa tumeona wanapenda watoto wao kwenda kwenye mkondo wa amali. Tumetesti miaka miwili, tumeona wazazi wengi wanataka watoto wao waende huko. Sasa wewe unatafuta wateja, soko litakulazimisha tu. Nafasi unayo, utajikita huko uanzishe. Na sisi mikondo yetu ya amali sio migumu ya hivyo. Kuna cherehani, simeona jamani. Yaani kuna mtu cherehani, kuna kusuka, kuna kufanyaje zile. Kwa na wewe mkondo wa amali zako ni zipi? Mimi jamani na amali zangu 3. Ukanunua cherehani zako 10 na shule ya mkondo wa amali darasa moja na watoto 25. Ukanunua cherehani zako 10, 15, 25, ukatengeneza darasa lako, watu wajifunza pale kufanyaje hizo kazi, umeenda. Mtu akitoka pale na ujuzi wake. Yaani mtaani amue samini kaya au niendelee na ujuzi wangu. Kwa kuna kozi nyingi zile za amali tumezitaja pale. Kwa hiyo utaangalia ipi uko kwenye pesi kwako, unaweza kuanza nayo, ukaanza nayo. Lakini uko na uwezo kuanza nayo, usisimama na mkondo wako jumla. Ndio tukasema kuna shule itakupo zinajikita hizo, lakini wewe umejikita hivyo utakuwa unaendelea. Nadhani nimejaribu kujibu maswali yote. Ili nyingine wa taarifa, nadhani baadaye mkikutana wenyewe mtapeana taarifa zaidi. Nashukuru.